ya watu katika siku hii ya Ijumaa kwa ajili ya kuitekeleza ibada hii, moja katika hikma yake ni tadhkira alwara, kuwakumbusha watu kwamba watakuja kukusanywa mbele ya Mola wao subhanahu wa ta'ala, insuhum wa jinnuhum, insi wao, mwanadamu wao na jini wao, watakusanywa mbele ya Mola wao ila yaumi almiqatin, katika siku ambayo ina nyakati zake maalum. Yauma yaqumu an-nasu li rabbil alamin, siku ambapo watu watakusanywa, watasimama mbele ya Mola wao, Mola wa ulimwengu. Lakini pia katika siku hiyo watu watakapokusanywa, kila mwanadamu atayaona yale ambayo aliyoyatenda katika huu ulimwengu. Fa in kana khairan fa khairun, ikiwa ni la khairi basi itakuwa ni khairi kwake, wa in kana sharran fa sharru, na ikiwa ni la shari basi kwake hiyo ndiyo shari itakayompata. Kwa hiyo kitendo cha watu kukusanyika siku ya Ijumaa min aqtarin, kutoka miji mbalimbali, wakajikusanya fi jami'in, katika msikiti ambao watu nasali Ijumaa, pakawa pana umma mwingi, watu zaidi ya 100, 200 na wengineo katika misikiti tofauti tofauti. Jambo hili linawakumbusha Waislamu juu ya kujikusanywa au kukusanywa mbele ya Mola wao subhanahu wa ta'ala. Salatul Jumaa, sala hii ya Ijumaa imekuwa na adaban wa ahkaman, imekuwa na adabu mbalimbali na hukumu mbalimbali ambazo Muislamu inapendeza kuzikimbilia, haswa inapoingia sabihata yaum al-Jumaa. Hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithu maarufu mashhur, aliposema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika maana al-hadithi, katika maana ya hadithi, idha hadara yaum al-Jumaa, pindi inapofika siku ya Ijumaa, qamatil malaikatu au qama al-malaikatu fi abwabi al-masajid, malaika husimama katika milango ya misikiti siku ya Ijumaa. Fayaktubuna man yahdhuruha, wanamwandika anayehudhuria siku ya Ijumaa. Atakayekuja siku ya Ijumaa, siku ya kwanza kabisa au muda wa kwanza, yani kwa maana zile saa za mwanzo, wanamwandika kwamba huyu anapata ujira kadhaa. Wakifika pia muda wa pili, wanamwandika huyu atapata ujira kadhaa, aliyepata ujira wa ngamia, aliyepata ujira wa ng'ombe, aliyepata ujira wa dhanun kwa maana ya kondoo, atayepata ujira wa mbuzi, atakayepata ujira wa dajajatun kwa maana ya kuku, atakayepata pia mwishoni kabisa atakayepata ujira wa nini, baydatun, ujira wa yai. Hadithi hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika maana yake inaonyesha ya kwamba watu siku ya Ijumaa yatafawatuna fil ujur, wanatofautiana kwenye ujira. Wale watakaofanya tabkirin, wakafanya haraka mapema kuwahi, basi bila shaka wao wana ujira mkubwa kuliko waliokuja saa 6 au saa 5. Wanatofautiana kabisa katika ujira. Walioanza mwanzo na ujira mkubwa sana kuliko wale waliochelewa. Kisha fa idha sa'ida al-khatibu mimbaran, atakapopanda khatibu kwenye mimbari yake, tawau suhufahum, wale malaika wanayakunja yale madaftari yao, wayajilisun, na wanakaa chini. Malaika akipanda khatibu hawaandiki tena ujira wa mtu ambaye aliyewahi. Kwa hiyo imebakia tu ni ibada ya sala na ibada ya khutba al-Jumaa, hiyo ndiyo mtu ataipatia ujira. Kwa hiyo miongoni mwa adabu za yaum al-Jumaa ni at-tabkir, ni watu kuharakia katika kuiendea salatul Jumaa. Lakini pia miongoni mwa adabu za salatul Jumaa ni as-salatu ala an-nabii sallallahu alaihi wasallam, ni kumsalia au kukithirisha kumsalia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na kumsalia Mtume alaihi salatu wasallam, kama tunavyosema mara kwa mara, uipo au namna ya kumsalia Mtume ipo, ile namna ambayo ni tatwilan, ya urefu, na kuna ile kumsalia Mtume taksiran, ya ufupi.
ima mtu akaleta salatu ibrahimia akamsalia mtume Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin mpaka mwisho. Hii ni salatu ibrahimia ya kumsalia mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini pia ipo salatu ya kumsalia mtume taksiran ya ufupi, Allahumma salli ala Muhammadin ya rabbi salli alayhi wa sallim, Allahumma salli ala Muhammadin ya rabbi salli alayhi wa sallim. Hizi zote ni katika sampuli za kumsalia mtume sallallahu alayhi wasallam ambazo hatakikana muislamu azikithirishe sana kuanzia asubuhi ya yaumul jumaa mpaka jioni. Na ndio maana mshairi mmoja anasema idha kunta fi hammin wa ghammin wa kurbatin wa amsayta mahmuman wa asbahta fi harajin fasalli ala al-mukhtari min ali hashim wa sallim ya'tika Allahu bil faraji. Idha kunta fi hammin, ukiwa na stress, idha kunta fi hammin wa ghammin, na wakati mzito umekubana kweli, wa kurbatin, na shida mbalimbali, wa amsayta mahmuman, na ukapambaukiwa jioni ukiwa ni mtu umejawa na humum, stress, mawazo, mambo yamekubana, wa asbahta fi harajin, na umeamka asubuhi ukiwa na wasiwasi mwingi na mambo ambayo yanakutia dhiki. Kwa idha kunta fi hammin wa ghammin wa kurbatin wa amsayta mahmuman wa asbahta fi harajin fasalli ala al-mukhtari, basi mswalie al-mukhtari min ali hashim wa sallim, anayetokamana na kabila la ali hashim wa sallim, na umsalimie huyo. Kisha akamaliza akasema ya'tika Allahu bil faraji, Allah subhanahu wa ta'ala atakuleta faraja. Kukithirisha kumsalia mtume sallallahu alaihi wasallam, man salla alayya wahida sallallahu bihi 10, mwenye kumsalia mtume mara moja basi wewe una ujira wa 10. Hii ni katika adabu ambayo tuikithirishe katika kumswalia sana mtume sallallahu alaihi wasallam siku hii ya Ijumaa, kuanzia asubuhi unaingia mchana jioni. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Watu wakithirishe sana kumswalia mtume alayhi salatu wasalam. Usikae bure bure tu. Siku ya leo ni siku ambayo imesuniwa kwa wingi sana watu kukithirisha kumswalia mtume alayhi salatu wasalam. Wakadhalika min adabi yawm aljumaa, na vile vile miongoni mwa adabu za aljumaa ni atatayyubu, ni kujipamba au kunukia. Jambo la watu kuwa wenye kujipamba na mapambo mazuri, lakini inachokusudiwa atatayyubu ni kunukia, yani mtu anatakikana awe ni mwenye kunukia manukato aliyokuwa mazuri. Yani katika sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam maisha yake yote, lakini Ijumaa ilikuwa ni khasa, ni kujizidishia harufu haswa mwanaume. Mwanamke kwake sio jambo la wajibu kwake yeye kujinukisha, kwa sababu jambo lake hilo ni kubwa zaidi. Amma almu'minu dhakar, ama muumini ambaye ni mwanaume, imesuniwa siku ya Ijumaa kukithirisha atatayyubu, kunukia vizuri. Na ukilitazama jambo hili la kunukia vizuri utaona jambo hili linaleta rahatul badani, linaleta raha ya kiwiliwili. Bali jambo hili pia la kunukia kiwiliwili linaleta adamu idha'in nas, kutokuwaudhi watu. Maana yake wewe unakuwa sio mwenye kuwaudhi watu. Umekwenda bafuni kwako, ukachukua sabuni yako, ukaoga, tafuta dodoki, ukajisugua kisawasawa, ukatoa kila namna au ukasugua kila mahala ambapo unahisi huwa panakuletea harufu katika kiwiliwili chako. Unajisugua vizuri, baada ya hapo unajimwagia maji vizuri. Ukitoka hapo tafuta manukato ambayo ni mazuri, ima yatakuwa ni ya kimafuta au yatakuwa ni yaudi au yatakuwa ni ya uturi mbalimbali. Muislamu siku ya Ijumaa ajipulizie aweze kunukia. Hii ni katika sunna ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ama kitendo cha baadhi ya watu kufika siku ya Ijumaa, mtu ananuka, makwapa yananuka, nguo inanuka,
ukikaa pembeni yake na toa harufu nzito, huko ni katika kuwaudhi waislamu wenzako. Hili ni tendo la kuwaudhi waislamu wenzako, na ni tendo linalokwenda khilafu sunna, linakwenda kinyume na sunna ya Mtume alayhi salatu wasalam. Mtume kwenye ibada yake yote au maisha yake yote hakuwa ni mwenye harufu ya karaha, hakuwa ni mwenye harufu ya kukirihika, yani ukikaa naye pembeni wasikie kukirihika, wachukia. Hakuwa hivyo sallallahu alaihi wasallam, bali Mtume sallallahu alaihi wasallam kana yatamassak, alikuwa ni mwenye kunukia miski, yani harufu yake mahala kokote unapokaa naye sallallahu alaihi wasallam ni mwenye kunukia harufu iliyokuwa nzuri. Basi na sisi falinaktadi bin nabii sallallahu alaihi wasallam, tumwingie Mtume. Talabatul ilmi, wanafunzi tunaosoma, tujinazimishe na hayo mambo. Inawezekana kuna sisi baadhi yetu tuna tabia kutokuoga, au tukiingia kuoga tutajimwagia maji tu, jipaka paka sabuni unaondoka. Basi chukua fursa hii, kwa kuwa leo hii ni siku adhim, siku kubwa, jisafishe kweli kweli, toa zile chafu wote, jiwekee manukato yaliyokuwa mazuri na utulizane. Uache shughuli mbalimbali, tulizana na unukie harufu iliyokuwa nzuri. Bali pia imepokewa katika athari mbalimbali za maswahaba, walikuwa yubakhiruna almasajida, walikuwa wakiutia harufu msikiti walikuwa wanaitia harufu, yani wanatunguruka mule ndani ya msikiti. Mtu anatembea, alikuwa anafahamika kabisa, nimesahau jina lake huyo sahabi, anajulikana kwa kueneza harufu msikitini. Yani anatembea na udi ule kautia kwenye moto pale, anautembeza ndani ya msikiti unanukia vizuri, harufu ili iweze kupatikana ndani ya msikiti, kwa sababu hii ni yaumul jumaa. Lakini pia fahamuni hadithi Anas ibn Malik radhiyallahu tabarak wa ta'ala anhu, Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, hubbiba ilaikum, mimi Mtume nimependezeshewa kwangu mimi juu yenu ninyi mambo kadhaa. Yani kuna mambo ambayo mimi Mtume nimependezeshewa sana, yani ni mambo ambayo mimi ninayachunga sana na ninayapenda kwenye maisha yangu sana. Jambo la kwanza, Mtume alayhi salatu wasalam akasema, hubiba ilayya an-nisa, mimi nimependezeshiwa sana wanawake. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika mambo ambayo mwili wake umependezeshewa ni kuwapenda wanawake. Wathani, jambo la pili, watibi, na vile vile manukato. Alikuwa anapenda sana Mtume sallallahu alayhi wasallam manukato, ima ya ambari, ima itakuwa ni yaudi wa kawaida, au ni uturi wote. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa analetewa paka maambari, manukato mbalimbali kutoka kwenye miji ya Kiarabu, wanamletea Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ili tu kuweza kulifikia lile lengo lake la mapenzi analolipenda yeye alaihi salatu wasalam. Kwa hiyo huyu ndio Rasulul Karim sallallahu alaihi wasallam, ndicho kipenzi chetu, ndiye mwalimu wetu. Katika vitu alivyopendezeshewa yeye ni utur at-tib, kunukia vizuri. Basi na sisi tujipambe na hayo. Siku ya Ijumaa jitahidi na wewe unukie vizuri, tengeneza, jitafute, jitathmini, kwa nini mwili wangu mimi unaniletea harufu? Kwa nini? Kuna mahala gani mimi ninakwama? Kuna sehemu gani mimi natatiza mpaka mimi harufu inatokea kwenye mwili wangu? Nikikaa tu mwenyewe, nikikaa hivi najisikia harufu fulani natoka. Hebu jikague, harufu hii yatoka wapi mimi? Fa innal malaikata yataadha mimma yataadha bihi banu adam, malaika pia wanaudhika na vile ambavyo wanadamu wengine wanaudhika. Kama wanadamu wenzako wa pembeni wanaudhika kwa harufu yako ya makwapa, harufu ya mwili, harufu ya nguo unayo, basi jua pia na malaika nao wanaumia, wanaudhika hivyo hivyo. Kwa jitathmini katika maisha yako. Wewe unaoga, unapiga mswaki, unalala sehemu yenye amani nzuri, hebu jitafute wapi mimi ninakosea mpaka natoa hii harufu. Mtu anavaa nguo ya siku 3-4, hiyo anaogea, anajifanya hiyo ndio taulo, hiyo anafutia maji, kisha tena anaivaa hiyo tena anaivalia juu yake kanzu. Wakati huo tena anacheza mipira, anatembea kwenye jua, anafanya kazi ngumu, anatoka majasho yale yanakutana na nguo aliyoifanya kuwa ni taulo, bila shaka anakuwa ni harufu mbaya sana.
basi fa innal malaikata yataadha mimma yataadha bihi banu adam. Siku ya Ijumaa kama hizi basi jilazimishe, toa ile nongonongo ya harufu iweke pembeni. Ni katika sunna ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Lakini pia katika sunna ya Mtume yaum aljumaa ni kuvaa mavazi yaliyokuwa mazuri, ni kuvaa mavazi yaliyokuwa mazuri masafi, kwamba katika mavazi utakayoandaa katika wiki yako nzima, hili hapa ni vazi unaliandaa kabisa, hili ni vazi litakalovaliwa siku ya Ijumaa. Ni katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yani kwa maana ya kwamba Mtume alayhi salatu wasalam, kama hadithi ya Umar ibn Khattab radhiallahu anhu, alikuwa anavaa mavazi hasatan lilwufudi. Na mavazi alikuwa anayavaa Mtume maalumu kwa ajili ya misafara inayokuja kumtembelea. Ikijulikana kuna msafara wa watu leo wanakuja kumtembelea, basi Mtume alikuwa anavaa mavazi hayo, kwamba haya ni mavazi ya ufud, mavazi ya nini, ya misafara inayokuja kumtembelea. Lakini pia Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anapokuja kwenye ibada ya sala, alikuwa na mavazi maalumu tena yenye kupendeza, tena yaliyokuwa masafi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa bihadha, kwa hili ndio maana unamuona al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala katika adabu za katika madhehebu yake ya Kimalikia anaonyesha wazi ya kwamba miongoni mwa adabu alizokuwa akizitenda yeye Imam Malik, kipindi anakwenda kusomesha watu somo, anapokwenda kuwafundisha watu hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kana yalbasu thiyaban hasana, alikuwa anavaa mavazi mazuri sana, majoho yaliyokuwa makubwa ya thamani, na anachukua udhu, anaoga vizuri, anatia udhu, ananukia kisawasawa, na anavaa mavazi makubwa. Ndio anakaa mbele za watu, anaanza kuwasomesha watu maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, iktidaan bin nabii alayhi salatu wasalam, kwa kumuiga Mtume alayhi salatu wasalam. Mavazi alikuwa anayavaa Imam Malik ilikuwa mavazi ya ghali, mavazi yenye thamani. Anapokuja kukaa, walipomuuliza kwa nini hivyo, akasema istihyaan minan nabii sallallahu alaihi wasallam, namuonea haya Mtume alayhi salatu wasalam, mimi nafundisha mafundisho yake, na waelekeza watu mafundisho yake, sunna zake, maelekezo yake, kisha mimi nikiwa kwenye haia iliyokuwa mbaya, kwenye muonekano uliokuwa mbaya, nina mavazi mabaya, namuonea haya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hali, kama yalikuwa ni mavazi hayo kwenye durus, kama yalikuwa mavazi hayo kwenye ajili ya misafara, fama balukum fi salati aljumaa, mnasemaje kwenye salatu aljumaa? Mtume sallallahu alaihi wasallam kana yalbasu ahsana thiyab, alikuwa anavaa nguo zilizokuwa nzuri. Kwa hiyo hata sisi pia yawezekana ukawa huna nguo nzuri zaidi, lakini nguo ulizonazo unaweza ukazitengenezea mazingira, ukazifua vizuri, ukaipiga pasi vizuri. Nguo ya ndani, kuanzia ya ndani kwenye suruali ya ndani, shati yako ya juu, kama una kiremba chako, kama una kofia yako, kama una chochote kile, hakikisha kiwe kwenye hali iliyokuwa nzuri ya kupendeza. Tunazungumza hivi kwa sababu leo hii ni yaumun, ni siku ya kuchuma fadhila, ni siku ya kuchuma fadhila. Kwa hiyo kila mmoja anaogelea kwenye kile anachokiweza, ashindane kwenye kheri anayoiweza. Lakini la mwisho kabisa ambalo limethibiti katika sunna hizi au katika adabu za yaumul jumaa ni kuisoma suratul kahfi, kuisoma suratul kahfi, imma kwa aya 10, imma aya yote au sura yote kwa ujumla wake. Jambo la kusoma ambalo limekuja kwenye Sahih Muslim limekuja kwa aya 10. Kwenye Sahih Muslim imekuja hadithi inayotaja kwamba ni kujisoma aya 10 katika suratul kahfi. Yani unapoanzia aya ya kwanza mpaka aya ya 10, au kwa riwaya zingine kwamba zimekuja kuisoma suratul kahfi, kuisoma suratul kahfi. Malipo yake makubwa ni nini? Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi hizo amebainisha ya kwamba mtu anayesoma suratul kahfi يوم الجمعة, Allah subhanahu wa ta'ala anamkinga na fitna ya nani? Masihi Dajjal. Anamkinga na fitna ya Masihi Dajjal, kwa sababu sisi tumeambiwa idha sami'tum Masiha Dajjal
mtakapomsikia masihi idha sami'tumud dajjala, mtakapomsikia dajjal falyan'a anhu, au kama qala sallam, mtu ajiweke naye mbali. Bali pia imekuja hadithi ya mtume alayhi salatu wasalam, asitamani mmoja wenu kukutana na masihi dajjal, yote yule asitamani kukutana na masihi dajjal, kwa sababu fitna yake ni kubwa, mtihani wake ni mkubwa juu ya waumini. Kwa hiyo miongoni mwa kuwekwa mbali na fitna ya masihi dajjali na vitimbi vyake na fitna zake na shari yake ni watu kujikithirishia ile siku ya Ijumaa ile kuisoma suratul Kahfi. Allah subhanahu wa ta'ala anakuweka mbali na yeye, anakutenga mbali na yeye, anakuepushia fitna zake. Kithirisha kuisoma, ima uisome yote kwa ujumla wake, ima uisome yote suratul Kahfi. Haina maana kwamba lazima ujue tafsiri yake, ujue maana zilizomo ndani yake. Ukifanya hivyo ni aula wa ahsan, lakini kitendo cha kuisoma tu ile, imekuja hadithi ya mtume alayhi salatu wasalam, unaepushwa na fitna ya masihi dajjal. Pamoja na kwamba baadhi ya maulama wanaona hadithi hizo haziko sawa, wanaona hadithi hizo zina makali ndani yake, lakini wal khairu kullu, khairi iliyokuwa kubwa sana ni kujitahidi katika khairat, kujitahidi katika kuchuma mambo mazuri yaum al-Jumaa. Tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala ayuwafiqana likulli ma yuhibbuhu wa yardah, atuwafikishe kuyaendea kila yale ambayo anayapenda na kuyaridhia, na atujalie miongoni mwa wale ambao yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.